Tanzania ni kufanya utafiti na kutoa huduma za kitaalamu ili kusaidia maendeleo ya viwanda nchini. Mojawapo ni tafiti ambazo zinaangalia rasilimali ambazo zitasaidia katika viwanda. Sasa hivi tunaelekea kwenye dunia ya mapinduzi ya viwanda ya 4 na 5, fourth and fifth industrial revolution. Matumizi ya teknolojia yanaongezeka kwa kiasi kikubwa sana, na hasa madini ya kimkakati. Kuwa na teknolojia ya namna kuyatoa huko chini, namna ya kuongezea thamani. Ikishakuwa na thamani ndo yatagusa nchi, yatamgusa mwananchi wa kawaida, kutokana na kwanza ajira ambazo zitazalishwa wakati wa kuyatafuta na kuyatoa huko chini na kuyachakata, lakini hata na lakini pia ukishayapata, ukishachakata, ukishaongeza thamani, ukiyauza, tayari nchi yako umeongezea pato la taifa, lakini umeongeza na kodi. Kwa hiyo haya makubaliano yanataka kugusa sekta na kugusa mwananchi kwa hizo nyanja kama ambavyo nimesema. Tukikaa hivi bila kukubaliana namna kwenda kuyatafiti na kuyazalisha, hayana maana kwetu. Kwa hiyo makubaliano yanaenda kuleta kitu kikubwa sana. Huu itakuwa ni kuweza kutumika kwenye viwanda vyetu kwa ajili ya maendeleo ya teknolojia. Tanzania inayo madini ya aina nyingi kutokana na jiolojia yetu, lakini mradi huu utajikita kwenye madini mkakati, na maeneo tutakaoanza nayo ni mkoa wa Kagera, hususan wilaya ya Kyerwa, lakini pia tutafanya utafiti kwenye mkoa wa Singida, kwenye wilaya za Kiomboi na huku Ikungi. Madini ambayo tunalenga kwenda kuyatafiti kwa kule Kyerwa ni tin. Sasa bahati mbaya kuna madini mengine sijui Kiswahili chake, lakini tuna cobalt, tuna tantalum, tuna nickel. Kwa kiujumla, kama nilivyoyataja, ni madini mkakati ambayo yanafanya kazi viwandani, na hususan hivi viwanda vya teknolojia ambayo tunaita ni teknolojia ya kisasa. Huu ni muhimu sana kwa taifa letu kwa sababu kama mlivyosikia ndani, hizi tunasema madini ya mkakati ndio ni kama tuseme ni kichocheo kikubwa duniani katika vitu teknolojia nyingi zinazofanyika.